Tunamshukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo Bwana ameonyesha kwetu. Nawazo umesikia ingilio ya kipindi, ni kipindi neno na maombi kinacholetwa na Pastor Kakule Piri Gilbert, kinapita kila saa 11 asubuhi mpaka saa 12 kunako 90.8 Radio Communautaire Utamaduni. Kweli tumepewa neema ya kuona asubuhi ya leo, mpendwa, si wote ambao tulikuwa nao jana ama tulianza nao wiki hii ambao wako hai na ambao wamepata neema ya kuishi. Mpendwa, hakuna utajiri kama uhai. Aliye hai ndiye anaweza pangilia, aliye hai ndiye anaweza omba, aliye hai ndiye anaweza tubu, ndiye anaweza okoka, ndiye anaweza tumikia Bwana. Tunaongelea neno letu nzuri linaloongea, mpendwa, angalisho kwa mahangaiko ama mashumbuko. Angalisho kwa mashumbuko ama manunguniko, au neno linalosema acha kusumbuka. Ubaya wa leo unafaa kwa leo, kesho si yako. Kesho si yako, kesho ni ya Mungu. Kesho si yako, kesho ni ya Mungu. Angalisho kwa mahangaiko ama kwa masumbuko, au shusha mizigo yako. Kesho si yako, kesho ni ya Mungu. Tumeongoza usomi ndani ya Mathayo sura yake ya 6 shairi ya 34 inayosema, basi msishumbukie kesho, kwa kuwa kesho itajishumbukia. Ubaya wa leo unafaa kwa leo. Ubaya wa leo unafaa kwa leo. Unayoyapitia leo yanafaa kwa leo. Ubaya wa leo, sijui ni jaribu, sijui ni hitaji, inafaa kwa leo. Inataka maanisha hakuna kitu kinachokupata au ambacho kinaweza kufikia bila Mungu kujua. Mungu anaijua siku zote. Hivi neno la Mungu natuita tusishumbukie ya kesho. Masumbuko kwa namna nyingine, mpendwa, si mapenzi ya Mungu. Wakati mtoto wa Mungu unaposhumbuka, masumbuko si mapenzi ya Mungu. Masumbuko ni moja ya njia ambayo shetani anaprofite ndani yake, wakati anaona watoto wa Mungu hawajifahamu kuwa wanaye baba, alafu anaprofite ndani ya masumbuko. Tulisoma shairi nyingine, mpendwa, ndani ya kitabu cha Wafilipi sura yake 4. Wafilipi sura 4 shairi ile ya 6. Unaweza Wafilipi sura yake 4 ile shairi ya 6. Msijisumbukie wenyewe, msijisumbushe wenyewe kwa neno lolote, lakini katika kila neno kuomba na kusii pamoja na kushukuru, maombi yenu yajulikane na Mungu. Msijisumbushe wenyewe, msijisumbushe wenyewe. Wakati unaambiwa usijisumbushe mwenyewe, alafu inataka asema nini na inamaanisha nini unapoambiwa usijisumbushe mwenyewe? Kwa neno lolote, lakini katika kila neno kwa kuomba na kusii, kwa kuomba na kusii pamoja na kushukuru, kwa kuomba na kusii pamoja na kushukuru, maombi yenu yajulikane na Mungu. Namna gani utashukuru wakati una mahitaji, wakati una mambo ambayo hauyayaona? Wakati Biblia inatuita kushukuru, inabidi unapoomba Mungu uombe Mungu kama mwana, tena ukiamini kuwa Mungu ni Mungu. Hivi lugha yako nyuma ya maombi inapaswa kubadilika. Hivi tatusukuma kushukuru Mungu, kutukuza Mungu, kusifu Mungu nyuma ya kuomba. Tunaporudia katika Mathayo 6 inayotuambia msishumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajishumbukia yenyewe. Ubaya wa leo unafaa kwa leo. Nani njoo yashumbukaka? Hata mimi hapa ninashumbuka, lakini mashumbuko si mapenzi ya Mungu. Kuliko tushumbuke, tunaitwa kuomba. Ni kama mtoto mdogo, yeye anapolia usifikiria anashumbuka. Kulia kwake ni kupana kosinye, ni kupana sinyale kuwa anahitaji maziwa yake, anahitaji kitu, anahitaji chakula chake. Ni Mungu anataka, baba yetu anataka tusishumbuke.
unajua wakati tunapoomba Mungu tukiwa na mashumbuko mengi, alafu tunashindwa hata kuomba, pengine kuna mambo imekwama, mambo haiendeki, alafu unapoyala mashumbuko, hii inakusukuma ufike mbele ya Mungu kama mwenye kujaribu Mungu, kama Mungu ameshindwa, kama Mungu hataweza. Na manunguniko nafungua yani mashumbuko ama mafadhaiko makubwa inakusukuma hata ushinde vile kuomba. Ni yale mpendwa tuko tunaisemea hizi vile maandiko kumesema, msishumbukie kesho, kwa kuwa kesho itajishumbukia yenyewe. Ubaya wa leo unafaa kwa leo. Usishumbukie ya kesho, yani ubaya wa leo unafaa kwa leo. Leo ni leo, kesho si yako. Ni mzuri kupangia wiki, kupangia mwezi, kupangilia hata mwaka mzima. Unaweza pangilia 2026 yote, 2027 hata mpaka 2028, lakini kile ambacho Mungu anatukataza ni mashumbuko. Mashumbuko wapendwa, si mapenzi ya Mungu. Tunaposhumbuka, hiyo si mapenzi ya Mungu. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema, msijisumbushe wenyewe kwa neno lolote, lakini katika kila neno kuomba na kusihi pamoja na kushukuru. Tunaitwa vile kushukuru. Nyuma ya kuomba shukuru, yani lugha yako ibadilike. Hivi namna gani tunaweza ambiwa tusishumbuke? Wakati pengine uko mgonjwa, wakati pengine kazi haiendeke, wakati pengine unahitaji mtoto alafu hauna mtoto, umekosa mtoto, pengine umeshumbuka sijui juu ya jambo gani. Tunapoisoma ile Mathayo 6 mbele, Yesu asemei kitu kusema basi msishumbukie kesho, kwa kuwa kesho itajishumbukia. Ubaya wa leo unafaa kwa leo. Magumu unayoyapitia leo inafaa kwa leo. Yani ya leo ni ya leo. Kuna wengi ambao wana mashumbuko ya jana. Mpendwa, jana imepita, alafu kinyo unaweza faa ukifai leo. Leo njo unaweza ona kia kufaa. Binye haukufaa jana, alafu vilishapita. Kwa nini vijae tena ndani yako? Leo njo unaweza ona kia kufaa. Leo njo unaweza ona nini unaweza faa. Ubaya wa leo unafaa kwa leo. Leo njo yako. Ndio maana hata Yesu alipofunza wanafunzi wake kuomba, katika ile Mathayo 6 anasema, wakati mnapoomba alafu waseme, utupe sisi leo, utupe sisi leo chakula chetu cha kila siku, utupe sisi leo. Leo njo yako mpendwa, kesho ni ya Mungu. Kesho ni ya Mungu. Unayopitia leo inafaa kwa leo. Ubaya wa leo unafaa kwa leo, kwa kuwa kesho itajishumbukia yenyewe. Ubaya wa leo unafaa kwa leo. Ina maana gani na inataka sema nini? Ukisoma ile Mathayo 6 unaanzia kushika 25, inasema, kwa hivi ninawaambia nyinyi msishumbukie maisha yenu, mtakula nini, mtakunywa nini, mtakula nini na mtavaa nini, mtakunywa nini. Mili maisha ni zaidi ya chakula, ni zaidi ya mavazi. Angalieni ndege za anga, ya kwamba hawapandi, hawavuni, hawakusanyi ghalani, Baba yenu aliye mbinguni anawalisha nyinyi, anawalisha. Basi nyinyi ni zaidi yao. Ndege hazia sikia kanjala, kulala njala, makushinda njala. Ndege, alafu anailisha ndege ni Baba yetu, Baba yangu. Biblia inasema watu waliompokea Yesu wanapewa nguvu, wanapewa uwezo. Wanapewa uwezo
wanapewa nguvu ya kuitwa wana wa Mungu. Anayelisha ndege ambazo hazijawahi lala njala wala kusikia njala ni Baba yangu. Wakati tunaposhumbuka, wakati tunaponungunika, ni kama tunatangaza kuwa baba yetu ameshindwa. Baba anataka tuishi naye kama mwana. Nasema mtoto yanapolia hashumbuki wala hana mashumbuko mengi ndani yake. Ni kuita, kilio chake ni kuita. Ni jinsi vile Wafilipi umetuambia, msijisumbushe wenyewe kwa neno lolote, lakini kuomba. Kuliko tushumbuke tuombe. Wengi mbele waombe wanashumbuka kwanza, na hivyo wanashindwa kuomba, na hivyo wanakuja bila imani. Na kwa sababu ya wengi hawajibiwe, kwa sababu wanakuja na yala, alafu mashumbuko ndani yake, mashaka ndani yake, na hii inasukuma wengi wasione majibu. Mashumbuko, kanisa, si mapenzi ya Mungu. Tumeisoma Petro ya kwanza sura yake 7, Petro ya kwanza sura yake 5 shairi ya 7, Petro ya kwanza sura yake 5 shairi ya 7. Wekeni mashumbuko yenu yote juu yake. Wekeni mashumbuko yenu yote juu yake. Mashumbuko yenu yote juu yake. Juu yake nani? Juu yake Yesu. Wekeni mashumbuko yenu yote juu yake, kwa maana yeye anawatunza nyinyi. Kwa maana yeye anawatunza nyinyi. Mpendwa, aliyetutunza mara ya kwanza anaendelea kututunza. Tulikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Tulikuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu. Tulikuwa hatufai, alafu aliyetutunza kwanza kutufanya wana, anatutunza siku zote. Mtu hawezi kukuambia usishumbuke wakati una deni, wakati uko mgonjwa, wakati mpendwa, pengine kuna mambo umeyaombea iko pale pale, alafu anakuambia usishumbuke. Tunaambiwa tusishumbuke kwa sababu kuna yule anayetushumbukia. Kuna yule anayetushumbukia. Kuna yule anayetushumbukia. Wekeni mashumbuko yenu yote juu yake. Yote juu yake, maana yeye anawatunza nyinyi. Kuna yule anayetutunza, aliyetutunza kutoka dhambi, aliyetutunza kutoka mauti, alafu atatunza mambo yetu, aliyetuhesabia uzima. Si tulikuwa kama kondoo waliopotea, tulikuwa kama watu wasio na uzima, alafu anatutunza sisi. Anatutunza sisi. Anatutunza sisi. Weka mashumbuko yako yote juu yake. Weka mashumbuko yako yote juu yake. Ni kitu cha maana sana mpendwa, kuwekea Bwana mashumbuko yetu juu yake. Ni ile neno la Mungu natuita tusishumbukie kesho. Kesho tutajishumbukia. Mashumbuko si mapenzi ya Mungu. Tunapoisoma Ibrania sura yake 13, kisoma shairi ile ya 5. Ile Ibrania 13 kisoma hata shairi ile ya 5. Neno la Mungu nasema, muwe waangalifu kwa mapendo ya fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe alisema, sitawapungukia kabisa, wala sitawaacha hata kidogo. Sitawapungukia kabisa, wala sitawaacha hata kidogo. Sitawapungukia kabisa, wala sitawaacha hata kidogo. Sitawapungukia wala sitaacha hata kidogo. Usifikiri umeachwa. Anaahidi kuwa hawezi kutuacha. Anaahidi kuwa hawezi kutushumbukia. Anaahidi kuwa hawezi kutupungukia. Hata tuacha wala hawezi kutupungukia. Ili mashumbuko si mapenzi ya Mungu. Biblia inasema ubaya wa leo unafaa kwa leo. Ukisoma kitabu cha Mezali sura yake ya 7, Mezali 27, ukisoma shairi ya 5,
inasema nini mpendwa, katika ile Mithali 27 shairi ya 5. Laumu la wazi ni heri kuliko mapendo yanayofichwa. Laumu la wazi, laumu zenyewe unaweza jilaumu ama kusumbuka ama kujibebesha mizigo, ziache wazi. Ni vile Biblia inasema wekeni mashumbuko yenu yote juu yake. Wekeni mashumbuko yenu yote juu yake, maana yeye atawatunza nyinyi. Mpendwa, jidesharge mlugha nyingine, desharge vyote juu ya Yesu. Acha kupanda mgari alafu nabeba mengi. Yesu ambaye ni gari inayotubeba kwenye furaha, kwenye salamu. Ni kama mtu ambaye alipewa lift alafu anaenda na mzigo ndani ya gari. Mwenye gari aliposimama muda mfupi akaona mtu na mzigo mgongo. Ni hivyo Wakristo wengi hawataki kushusha mizigo mizito walionayo. Mzigo wako pengine ni magonjwa, mzigo wako pengine ni dhambi, mzigo wako mpendwa pengine ni utasa, pengine ni ukosefu wa kazi, pengine unyumba wako, pengine watoto. Unaitwa kuyaweka juu yake. Wekeni mashumbuko yenu yote juu yake, maana ni yeye anayewatunza nyinyi. Anayewatunza nyinyi, anayetutunza ni yeye. Mpendwa, kila leo inajitoshelea, kesho si yetu. Angalia kia kufaa leo, kesho si yako. Ni mzuri kupanga, lakini ni usishumbuke unapopanga. Bwana akiyatimiza na yatimiza. Ni mzuri kusema mapenzi yako yatimie. Kupanga ni mzuri, kupanga ni hekima, lakini tunakatazwa kushumbuka. Ubaya wa leo unafaa kwa leo, yaani leo inajitoshelea. Ya jana imepita, inyao kufanya jana ilishapita. Leo njoo angalia kia kufaa leo. Ndio maana alisema mnapoomba mkuu mnasema utupe sisi leo. Leo angalia kia kufaa leo. Ubaya wa leo unafaa kwa leo, si ubaya tu. Kila siku ina neema yake. Kila siku ina wema wake. Kila siku ina baraka zake. Kila siku ina huruma zake. Alafu huruma za leo zinafaa katika yote tunayopitia. Omba huruma za Mungu zikuangukie leo. Katika yote tunayohitaji, omba neema. Neema ni uwezo wa Mungu nao tuwezea pale ambapo hatuwezi. Si ubaya tu, pia mema yako. Ndio maana ni mzuri kuandaa mchana katika maombi. Sasa wakati tunaandaa mchana tunakatala yote yasiyo ya Mungu. Alafu tunahitaji yale ambayo Mungu amepanga. Ndio maana Mathayo imesema ubaya wa leo unafaa kwa leo. Yale unayoyapitia leo yanafaa kwa leo. Acha kushumbuka, angalisho na mashumbuko. Angalisho na mafadhaiko. Tumeisoma kitabu cha Kutoka mpendwa, sura yake ya 16. Mungu ni ule ule jana, leo, kesho hata milele. Yaani kama Agano la Kale lilikuwa Mungu ni ule ule, kama alikuwa na wivu katika Agano la Kale, hata na wivu leo. Japokuwa Agano la Kale lilikuwa kimwili, lakini sasa tunaitwa kuomba kuwa kiroho. Mambo mengi ya Agano la Kale lilikuwa kimwili, lakini sasa lazima yafanyike kiroho. Kitabu cha Kutoka sura ya 16 shairi ile ya 11 kuendelea. Bwana akamwambia Musa akisema, nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli, waambie ukisema, magharibi mtakula nyama, asubuhi mtashibishwa na mkate, na mtajua ya kama mimi ni Bwana Mungu wenu. Yaani manunguniko, mashumbuko ni kama kuonesha kuwa Mungu ameshindwa. Israeli waliokuwa katika utumwa miaka 400 ya utumwa, na katika utumwa huu Mungu alinyenyekeza miungu ya Misri kusudi waondoe huko, lakini walitembea na Mungu jangwani na mashaka. Hawakuwa na ujasiri na Mungu. Ndio maana muda kidogo walinungunika. Ni kama Wakristo wengi, alafu wanajaa mashumbuko, wanajaa mizigo. Neno hili linakuita kushusha mizigo yako, kudesharge yote juu yake. Juu yake nani? Yesu, Mungu. Juu ya Yesu yote yenye inakusumbua.
Nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli. Unaponungunika ndani ya moyo, ndani yako, Mungu anafuata hii. Tena wakati unajiita mtoto wa Mungu, alafu naishi manunguniko, hiyo si mapenzi ya Mungu. Hiyo haitukuze Mungu. Hii ni kupuuza Mungu. Hii ni kupunguza nguvu za Mungu. Mungu akawaambia, magharibi mtakula nyama. Walikuwa jangwani. Katika jangwa hakuna ferme, hakuna pulaye, hakuna chochote. Lakini Mungu si msemaji. Mungu anakesha juu ya neno lake. Haizuru jangwa gani huko ndani yake. Mungu hata katika jangwa anafanya watu kuacha. Biblia inasema, akawaambia, nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli, ni kama navisikia masemi yako kila siku, we mtoto wa Mungu. Lugha zako hata mambo ya moyo anayaona. Waambie ukisema, magharibi watakula nyama, na asubuhi magharibi watakula nyama. Yani inafaa. Baya wa leo unafaa kwa leo. Magharibi na asubuhi inaachana. Ikifika asubuhi maana yake jana imepita. Alafu alipanga kawaambia, magharibi watakula nyama, na asubuhi mtashibishwa na mikate. Magharibi watakula nyama. Yani kila siku ina neema zake. Kila siku ina huruma zake. Kila siku ina ubaya, na ubaya wale unafaa kwa leo. Hivi usishumbukie kesho. Ameipanga leo. Angalia ikakufaa leo. Anasema magharibi mtakula nyama, na asubuhi mtashibishwa na mikate, na mtajua ya kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Walikuwa jangwani, hakuna patisserie, hakuna ferme, hakuna pulaye. Yani wataona kuwa Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu anayeita hata vitu visivyo inakuwa. Mungu ni Mungu ambaye anasema kitu na kinatokea. Biblia inasema, na ilikuwa magharibi pakanga, wakapanda wakafunika kambi. Asubuhi umande umelala ukazunguka kambi. Wakati umande ulipopanda, na tazama, juu ya uso wa jangwa kitu kidogo cha mviringo, kidogo kama sakitu juu ya inchi. Na wakati wana wa Israeli walipoona, wakasemezana wao kwa wao, hiki ni nini? Kwa maana hawakujua kama ni nini. Musa kawaambia, ni mkate Bwana aliowapa nyinyi kula. Hii ni mkate. Waliona pakanga magharibi, yani wakala nyama. Asubuhi wakaona kitu kama kiviringo kidogo cha mviringo kidogo, yani ilikuwa ni mkate. Mungu si msemaji. Unapoenenda kulingana na neno, hata hali ya kufanana litafikia kukufanana. Unapotii neno, unaposhikilia neno, unapotembea kulingana na neno, nasema Mungu anakesha juu ya neno lake. Akikuambia magharibi, magharibi ni magharibi. Akikuambia asubuhi nitafanya hivi, inatokana na wewe. Walipongoja hivi, alafu neno la Mungu nasema ilitokea gisi aliyosema. Hili neno aliloagiza, hili ni neno Bwana aliloagiza, mshikokotee kila mtu kwa kula kwake, umeri moja kwa kila mtu, sawa sawa na hesabu ya wana wenu mtakaokota, kila mtu kwa walio wa hema yake. Wana wa Israeli wakafanya hivi, wakaokota, wengine zaidi, wengine si zaidi. Wakati walipopima kwa pisha, yeye aliyekusanya vingi hakuzidi, naye aliyekusanya vidogo hakuwa na hitaji. Haleluya! Inaomba kutii neno la Mungu. Waliwaambia wakusanye kila mtu sawa sawa na hesabu ya watu wenu mtaokota kila mtu kwa watu walio wa hemani mwake. Ukakuwa baguruma. Alafu baguruma binasema wakati walipima kukilo, alafu hawakupandisha kitu,
kila kinye uko nacho hakijenge kuoga ya Mungu, wala hakishimame sawasawa na neno la Mungu, hata kinavutia kwa macho na hata kinapendeza kwa kikiona. Kila kinye hakijenge maisha yako kwa maneno ya Mungu, ikiwa kazi, ikiwa kitu chochote, mpendwa, hakina uzima, hakina uzima. Ndio maana usiongeze wala usipunguze, wala usichanganyikiwe kwa ajili ya mahitaji, wala kukwepa neno la Mungu na kuenda gisi unavyotaka. Bakia kwenye mshimamo. Biblia inasema wana wa Israeli wakafanya hivi, wakaokota wengine zaidi, wengine si zaidi. Wakati walipopima kwa pishi, yeye aliyekusanya vingi hakuzidi, naye aliyekusanya kidogo hakuhitaji. Akaokota kila mtu kula kwake. Musa akawaambia mtu, usiache hata asubuhi. Musa akawaambia wasiache, yani waikule ishe, wasiache hata asubuhi. Hivyo wakusikia Musa, lakini wengine kati yao waliacha hata asubuhi. Ikazaa mabuu, ikanuka. Waliwaambia wasiache, yani inatosha kwao leo, wasiache. Na wakati wenyewe walijituma kuacha, wenyewe wakusikia Musa, ikaoza. Maana yao ikaoza inataka sema kila siku inajitoshelea. Papa inajitoshelea. Mama, acha kushumbukia kesho, acha kushumbuka juu ya yenye imepita. Angalia kenye unaweza faa leo. Uliza Mungu, nifae nini leo? Ni mzuri kupanga, lakini usishumbuke. Sema mapenzi yako yatimie katika yote nimeyapanga. Kuna vile wenyewe unapanga, kuna vile wenyewe unaomba, kumbe si mapenzi ya Mungu. Ndio maana Yesu anatuombea. Ninasema Yesu anatuombea, na Roho Mtakatifu anatuombea. Yesu ndiye anatengeneza priere yetu sana, tuombea wale wanaokuja kwa Mungu kwa njia yake. Alafu anatengeneza, anaipitiza mpaswa. Ndio maana kwa vingine wenyewe naombaka havishibi wake. Hayo kusema havikusikiwa, Yesu mwenyewe anakujua, anajua leo yako na kesho yako. Alafu anavitengeneza. Ni vile vile Roho Mtakatifu. Kuna wenyewe mshaomba, alafu wakati hayaenea, ndio maana hauvioni, kwa sababu Yesu anapitiza mpaswa. Tunaomba mbaya wakati mwingine, alafu ndio maana Yesu anatuombea, na ndio maana Roho Mtakatifu anatuombea pale tusipoweza kuugua. Biblia inasema hivi, hawakusikia Musa, lakini wengine katikati yao waliacha hata asubuhi. Ikazaa mabuu, ikanuka. Musa akakashirika. Musa akawakashirikia waliookota kila asubuhi, kila mtu kwa kadri ya kola kwake. Hata jua lilipokuwa kali, ikayeyuka. Wenye balijituma kuviweka vikayeyuka, sababu ilibidi wavitumia asubuhi. Ni mzuri mama, papa, kuenenda kulingana na neno la Mungu, kutembea gisi neno la Mungu linavyosema, kuishi gisi neno la Mungu linavyosema. Hii yote ninayosema na kuomba imani, kuamini Mungu kuwa amepanga leo. Acha kushumbuka. Kushumbuka si mapenzi ya Mungu, si mapenzi ya Mungu. Acha mashumbuko. Ni mzuri kuenenda gisi Mungu anavyotaka. Ni mzuri kutii. Ni mzuri kusikiliza neno wakati neno linatukataza kushumbuka. Alafu mashumbuko si mapenzi ya Mungu. Kitabu cha Mezali 20, kitabu cha Mezali 20, shairi ile ya 27. Zabihu ya waovu ni machukizo, kuzidi gani wakati anapotoa kwa nia mbaya. Wakati anapotoa, nimetambuka, nimesema Mezali 20 shairi ya 10. Nimesoma fasi nyingine Mezali 20 shairi ya 27.
Roho ya mtu ni taa ya Bwana, inapeleleza vipande vyote vya ndani yake. Roho ya mtu ni taa ya Bwana, inapeleleza vipande vyote vya ndani yake. Ukisoma vile kitabu cha Petro ya pili sura yake, Petro ya pili sura yake moja, Petro ya pili sura moja shairi ya 19. Nasi tuna neno la unabii lililo imara zaidi, linalowafaa nyinyi kuliangalia kama taa inayong'aa katika pahali pa giza, hata mapambazuko na nyota ya asubuhi itasimama mioyoni mwenu. Mpendwa, inaomba kutembea kulingana na neno la Mungu. Walioasi, wale ambao kusikiliza alafu walikashirisha Mungu na mambo walioenda haikuwasaidia. Manunguniko haifai, mashumbuko haifai, lakini omba mwanga yote, desharge yote. Watoto wa Mungu wengi leo wanatembewa na yala na misigo, na nafika mpresence ya Mungu iko concentrate tu kwa ile misigo, hata wana ukubwa wa Mungu, na kwa sababu ya wengi hawashibiwe. Enenda gisi neno la Mungu linavyosema. Zaburi 119 inasema, neno lako ni taa, neno lako ni taa kwa miguu yangu. Yani ikifika leo, acha neno likutangulie, kanyaka kwenye neno linasema ukanyaki. Kama neno linakataza kushumbuka, alafu enda gisi inavyosema, na utaona. Weka mashumbuko yako juu yake, usijisumbushe mwenyewe. Unapoenenda gisi neno linavyosema, hata hali ya vala mwili litavala mwili. Badilisha namna yako ya kuishi, namna yako ya kusumbuka, namna yako ya kuomba. Neno lako ni taa kwa miguu yangu na nuru kwa njia yangu. Acha mwanga wa neno uende na wewe kwa njia za kazi yako, kwa njia za unyumba wako, kwa njia za maisha yako. Mungu hashindwe, ana uwezo. Aliyelisha Israeli alafu wakala mana, akushangaze leo, hapana kesho. Akushangaze hii asubuhi, uliye na manunguniko, uliye na mafadhaiko. Unapotii, unapoenenda kulingana na neno la Mungu, Bwana akushangaze, akulishe mana katika jina la Yesu. Akutendee makuu katika jina la Yesu. Akushangaze mpendwa, kama aliyoshangaza Israeli. Wakala nyama magharibi, wakala asubuhi mikate na kushibishwa. Bwana kushibishe. Anailisha ndege ni baba yetu. Alafu usishumbukia kesho utajishumbukia. Ubaya wa leo unafaa kwa leo, inatokana na lugha yako. Hakuna kinachokupata usipojua. Amini neno la Mungu, tembea gisi neno la Mungu linavyosema. Sadraki, Mishake na Abednego walikataa kuanguka mbele ya sanamu. Wakasema, tunajua Mungu tunayemtumikia atatuokoa katika tanuru ya moto. Kuliko kushumbuka, omba. Kuliko kushumbuka, abudu Mungu. Tukuza Mungu. Tangaza ukubwa wa Mungu. Na Mungu wakati unapomtukuza utamuona. Wakati Sadraki, Mishaki na Abednego walipoambia mfalme Nebukadnezar kuwa wanajua Mungu, na ni hapo Mungu alituma malaika mbele Sadraki, Mishaki waende mtanuru ya moto. Malaika alikuwa amepita mbele. Langaje yako inaweza tengeneza mchana. Manunguniko inaweza ita shetani, inafungula mlango. Mashumbuko yako inampa shetani njia, alafu tunalalamika shetani. Nisiye tunampa nafasi. Wakati hauamini baba yako, wakati unashakia Mungu, wewe mtoto wa Mungu, alafu nafungua njia kwa ibilisi shetani. Ingelikuwa Sadraki, Mishaki wangeshakia Mungu na kuambia, wangelungula. Paulo na Sila ndani ya gereza, alafu walipoendelea kutukuza Mungu hata katika vipindi visito kuliko wanunguniki, na kuambia gereza ilijifungua. Danieli katika pango la simba alipojua kuwa Mungu ni Mungu, hawezi kuabudu mtu mwingine,
Biblia inasema katika Zaburi 119 shairi ile ya 105, neno lako ni taa kwa miguu yangu, kanyaka kwenye utakanyaka neno likutangulie. Njia zote utakazozifuata nuru ya neno la Mungu ikuangazie, alafu Bwana atakutunza. Bwana atakushangaza na mashumbuko yote itakushika. Mungu alibariki neno lake. Baba, ninakushukuru sana kwa neema na upendo wako. Merci kwa neno la uzima. Merci kwa matendo yako makubwa. Merci kwa mafunuo ya neno lako. Neno lako ni kweli, na ulitakase kwa kweli, na liwe kweli ndani yetu. Unatuita, unatupa angalisho kwa ajili ya mashumbuko, kwa ajili ya misigo. Tukutupie yote, tuweke yote juu yako, tuweke yote juu yako. Saidia mpendwa huyu ambaye analifuata neno pale alipo, mpe namna nyingine ya kufikiri, namna nyingine ya kuishi, aenende kulingana na neno lako. Baraka zote za leo Baba, neema zote za leo Baba, huruma zote za leo Baba, namna kitabu cha Maombolezo sura yake 3 shairi ya 22 inavyosema, kwa sababu ya rehema zako, kwa sababu rehema zako hazikomi, hazipunguke huruma zako. Kuna yule ambaye unaenda kumhurumia sasa, inasema ni mpya kila asubuhi. Baba, vya jana vimepita. Mwenye akukula jana leo atakula. Mwenye aliteswa jana hatateswa tena leo. Katika jina la Yesu, huruma zako ni mpya kila asubuhi. Acha sumbukia jana, aiangalie leo, aiangalie leo. Bariki neno hili alipate nguvu na ushindi na uzima na nguvu palipote watu wako walipo, katika jina la Yesu Kristo, amen. 0976 440 0976 440 081 7795 587 081 7795 587 09 76 10 40. Mungu wa neema kubariki mpendwa, akutendee mema, asikuime kitu.